Mtazamaji wa Rabi TV ajue kwamba leo ni siku ya Alhamisi ambapo watu tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusu sheria na leo tupo na mwanasheria ambapo ataweza kutujuza mengi ambayo ameweza kutuandalia siku hii ya leo, ikiwemo ni kufahamu zaidi kuhusiana na sheria za kazi Aisha. Mambo yamekuwa mengi sana. Kuna mpaka sheria za kazi za majumbani, wadada wa majumbani. Kuna kipindi ambapo Aisha kwa tunajadili hapa kuhusiana na hawa wadada ambao wanafanya kazi majumbani, vipi sheria kwa upande wao imekaa vipi? Maana kuna baadhi ya watu tunawaona ni kwamba wanatuma watu kutoka mkoani wanakuja kufanya kazi katika mkoa mwingine, lakini baadaye changamoto mbalimbali zinaweza kutokea na dada huyu akiweza kukimbia hajulikani ametoka wapi. Kwa hiyo katika kufahamu sheria za kazi tutafahamu mambo mbalimbali. Mtazamaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wako kuhusiana na yote ambayo tunazungumza hapa. Karibu mwanasheria. Asante sana. Ningependa kwanza kuelezea watazamaji kwamba kwenye sheria za kazi, sheria zetu za kazi Tanzania zinaendeshwa, kuna sheria tatu ambazo kubwa zinakava masuala ya ajira na mahusiano kazini. Sheria hiyo ni sheria ya ajira na mahusiano kazini, na kuna sheria ya taasisi za kazi pamoja na kanuni zake. Hizo ndio sheria ambazo ukiangalia zinasimamia masuala yote yanayohusu mahusiano ya ajira au kazi. Katika sheria hizi ni vizuri pia ndugu mtangazaji, ningeweza kujua kwamba ni vizuri kwamba ukajua sheria hizi zimeweka utaratibu aina gani ya mikataba ambayo mfanyakazi na mwajiri watakuwa nayo. Na mikataba hii haijalishi kwamba mfanyakazi ni mfanyakazi wa ndani, huyu mfanyakazi ni mfanyakazi ambaye ni professional, lakini sheria hii inambana mwajiri pale ambapo anapokuwa na mahusiano ya kiajira na mfanyakazi. Awe ni mfanyakazi wa ndani, awe ni mfanyakazi wa kiwandani, awe ni professional. Sheria hii inapaswa kufuatwa. Na pale ambapo itapokiuka sheria hii, basi mwajiri awe ni mtu binafsi au kampuni, basi atawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Na ni vizuri kabisa kuweza kutambua kwamba sheria hii imeweka aina tatu kubwa za mikataba ambapo mwajiri anapaswa kuwa na mfanyakazi, kuingia na mfanyakazi. Either mwajiri huyu awe ni mtu binafsi au ni kampuni, basi anapaswa kujua kwamba kuna aina tatu za mikataba. Mkataba wa kwanza utakuwa ni mkataba usiokuwa na ukomo wa muda. Huo unaitwa permanent contract kwa lugha ya kigeni. Mkataba wa pili ni mkataba wenye ukomo wa muda. Huo unaitwa fixed term contract. Na mkataba wa tatu ni mkataba unaitwa mkataba wa kazi maalum, ambapo unaitwa ni contract for specific task. Hiyo ndio mikataba mitatu ambayo mwajiri awe mtu binafsi au kampuni inapaswa kuingia na mfanyakazi. Na mikataba hii mitatu inategemea aina ya mkataba fulani, inategemea na nature ya kazi, aina ya kazi fulani ambazo mwajiri anakuwa anafanya. Mathalan, sheria yetu ukiangalia kifungu cha 14 kimehitaja hii aina ya mikataba. Kifungu cha 14 kinataja hii aina ya mikataba. Tukianza na mkataba wa kwanza ambao tunasema mkataba wa kudumu. Hii ni mikataba ambayo mwajiri anapaswa kumpa mfanyakazi ambaye sio professional. Sio professional. Na kwa kazi ambazo zimekuwa na tabia ya kujirudia, zipo tu kazi hizo, zipo kila siku. Kwa hiyo mwajiri unalazimika kumpa mfanyakazi mkataba wa kudumu ambao hauna ukomo wa muda. Ukomo wa muda wa mkataba huu ni pale ambapo mfanyakazi atapofikia age of retirement. Wakati amefikia umri wa kustaafu, ndipo ambapo sasa ukomo wa muda unafika. Ufuichi kwa nchi yetu ya Tanzania unaona kabisa ni miaka 60 ambayo ni kustaafu kwa lazima. Huu ndio umri ambao sasa huu ni mkataba ambao unaitwa mkataba usiokuwa na ukomo wa muda. Na basi unapewa kwa nani au mwajiri gani anapaswa kuwapa wafanyakazi wana gani? Na wafanyakazi wale ambao sio professional na kwa kazi zile ambazo zimekuwa na tabia ya kujirudia. Mathalan mtangazaji, unapokuwa na ofisi, labda swala la
kama huduma ya chakula ni huduma ambayo moja ambayo unaitoa kwenye ofisi yako au kampuni yako, basi mpishi atalazimika kupika kila siku ijaye kwa Mungu mpaka siku ambapo kampuni labda itafilisika. Ndipo ambapo sasa utasema kwamba usiendelee kwa na mpishi. Kwa sababu hiyo basi unalazimika kumpa mkataba wa kudumu mpaka pale ambapo siku utakapositisha biashara, basi unaweza ukanani, au mpaka pale ambapo yule mfanyakazi atakufikia umri wa kustaafu, ndipo ambapo mkataba wake utaisha. Kuna hii aina ya pili ya mkataba ambao ni mkataba wenye ukomo wa muda. Kwa kawaida sheria imetaka mwajiri awe mtu binafsi au kampuni atoe mkataba huu kwa wafanyakazi ambao ni professional. Labda ni benka, wewe ni benka, wewe ni mhasibu, wewe ni daktari, basi sheria imetaka kwamba mfanyakazi huyu mwajiri ampe mkataba wa namna hiyo. Na mikataba hii inafikia ukomo pale tu ule muda uliowekwa. Kama ni miaka 2 umekubaliana, basi mwaka wa pili unapokuwa umekamilika, basi na mkataba unawafikia ukomo, unafikia mwisho. Kwa mfanyakazi yuko huru kwenda kutafuta kazi nyingine, au mwajiri anaweza akaongeza mkataba, akarenew mkataba, akampa mkataba mwingine tena wa kipindi cha miaka 2. Mkataba wa 3 ambao tunaenda kuangalia sasa, huu mkataba wa pili huu, kabla sijaenda mkataba wa 3, nimesema kwamba una sheria imependekeza kwamba apewe watu ambao ni professional na watu ambao ni managers wenye vyeo vya juu, ndio wapewe aina hii mikataba. Tukienda aina ya 3 ya mkataba, tunaenda mkataba ule wa kazi maalum. Kwa kawaida mkataba wa kazi maalum sheria inataka utolewe na mwajiri, aidha awe ni mtu binafsi au kampuni, kwa kazi ambayo haijulikani itaisha lini. Pale kazi inapoisha tu, kuna nature ya kazi ambapo mfano kuna kazi za kushusha mizigo. Hizi kazi za kushusha mizigo huwezi kujua utashusha mizigo kwa wiki 2, kwa siku 3 au kwa mwaka. Kwa hiyo unaingia mkataba na mfanyakazi kwamba tunakubaliana utashusha hii mizigo. Pale inapoisha ndipo ambapo mahusiano ya kiajira yamekuwa yameisha. Na hii sasa ni kwamba mfanyakazi anapaswa atambue kwamba pale anapomaliza kazi hili aliyopewa kwa kiasi fulani cha pesa walichokubaliana, ndipo ambapo mahusiano ya kiajira kati yake yeye na mwajiri yanafikia ukomo. Katika hali ya kawaida, asante mtazamaji, umeuliza swali zuri. Katika hali ya kawaida sheria imeweka standard ambazo kwenye mkataba aina yote inapaswa ziwepo. Yaani nikisema standard ni kama vigezo kwamba ili uwe na mkataba lazima mkataba ule meet vigezo, umekidhi matakwa fulani. Moja, mkataba lazima uwe na unatambulisha jina la anayeajiriwa, jenda yake, umri, tarehe ya kuanza kazi, kiasi cha pesa ambacho atalipwa kwa mwezi, kazi ambazo anapaswa kuzifanya, ili kesho na kesho kutwa asifanyishwe kazi nje ya zile ambazo wamekubaliana. Unaona, mkataba huu pia unaweka vitu kama likizo, haki ya likizo, muda wa kufanya kazi, anaingia saa ngapi, anatoka saa ngapi. Hayo ndio mambo ambayo yanapaswa kuwa kwenye mkataba, na yasipokuwepo, huyu mfanyakazi akipata tatizo au ingia kwenye makubaliano ambayo yatakuwa hayana hizo standard, ana haki ya kushtaki kwenye tume ya usuluhishi na uamuzi. Kama mwajiri atakuwa amesitisha mkataba wake, wataangalia ni haki gani. Lakini pia kuna kitengo cha ofisi ya kazi, wanaitwa labor officers. Wale maafisa kazi wamepewa nguvu ya kisheria ya kupitia kwa kila mwajiri, kukagua mikataba na kutoa pia elimu kwa wale waajiri ni aina gani mikataba na mikataba inapaswa iwe na standard gani. Kwa hiyo wanapogundua kwamba mikataba hii haikidhi standard, basi wanamwelekeza mwajiri abadilishe mikataba ili ikidhi standard. Asipobadilisha, wamepewa mamlaka pia na sheria yetu ya ajira na mahusiano kazini pamoja na sheria za taasisi za kazi, waweze
kuimpose fine, kuweza kuwatoza fine wale wani, na faini hizi zinaenda mpaka kifungo. Mwajiri anaweza kufungwa, mmiliki anaweza kufungwa kwa kukiuka taratibu hizo. Kwa hiyo ni uelewa tu ambapo kumekuwa kuna changamoto ya wafanyakazi wengi hawana uelewa wa hizo haki. Lakini pia vipo vyama vya wafanyakazi ambavyo kisheria vimepewa mandate ya kutoa elimu mbalimbali kuhusu sheria za kazi, kuhusu haki za mfanyakazi sehemu ya kazi. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa wafanyakazi kujiunga na hivi vyama ili kuweza kupata elimu mbalimbali kuhusu haki zao za msingi wakati wanapokuwa kwenye katika kuweza kuzungumzia hizo aina ya mkataba zote kwa aina zake tatu. Tuzungumzie kwa uchache mwongozo wa mkataba wa mfanyakazi wa majumbani unakuwaje, ili watazamaji waweze kufahamu zaidi. Asante sana mtangazaji, umeuliza swali nzuri. Sheria yetu ya ajira na mahusiano kazini kama nilivyoitaja, pamoja na sheria ya taasisi za kazi, haijasema kwamba huyu mwajiri ampe aina gani ya mkataba mfanyakazi wa kazi. Kama nilivyosema toka awali, mfanyakazi wa ndani ni kama mfanyakazi mwingine yeyote, kama mfanyakazi wa kiwandani. Kwa hiyo mwajiri huyu anawajibika kumpa mkataba aidha wa kudumu mpaka atakapo retire. Kama ataona kabisa huyu mfanyakazi wa ndani ni mfanyakazi amekuwa anafanya kazi vizuri na ataendelea kuwa naye mpaka kipindi atakapo retire, basi anaweza kumpa mkataba wa kudumu au anaweza kuamua kumpa mkataba wenye ukomo wa muda. Hii ndio mikataba miwili ambayo inaweza kupewa mfanyakazi. Unaweza kaamua kumpa mkataba wa miaka 5, kila baada ya miaka 5 unaangalia kama anafanya kazi vizuri, hakuna shida yoyote, basi utaongeza tena miaka 5. Na unaruhusiwa kurenew, kuongeza ule mkataba kadri unavyoweza wewe mpaka mtu anapofikia age ya retirement. Kwa hiyo hawa wafanyakazi wa ndani wanaweza wakafall kwenye mkataba wa kudumu moja kwa moja au mkataba wenye ukomo wa muda. Mkataba ule wa tatu au wafevi, kwa sababu unaona kabisa nature ya kazi zao wanazofanya sio zile ambazo zinaweza zikaisha tu, yani baada ya kipindi fulani. Hapana, kama ni kuhudumia labda familia, amekuja kwa ajili ya kusaidia familia kupika, kufanya usafi, kazi za usafi zitakuwepo pale nyumbani kwa kipindi chote ambacho mtakuwa mnaishi. Kwa hiyo unaona kabisa ana fall kwenye mkataba wa either ukomo wa muda, ambapo mkataba wake ufikia ukomo atapewa mwingine hivyo hivyo, au kwenda kwenye mkataba ule wa usiokuwa na ukomo wa muda, ambapo sheria imesema kwamba muda wake wa kuretire atakufika umri wa kustaafu ndipo utakuwa umri wa yeye kuweza kupumzika na kazi yake.